Na msemaji na viongozi wa upinzani wamekashifu vikali mchakato wa kufanyia katiba marekebisho na kutaja kuwa kuna ajenda fiche ya kupanua ofisi za kisiasa ili kuwezesha siasa za kikabila. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amependekeza kufanyike mabadiliko ya kikatiba mwaka wa 2027, kauli ambayo sasa imezua joto la kisiasa nchini. Stephen Leto na taarifa hiyo. Siku moja tu baada ya mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi kuashiria mpango wa kufanyia katiba marekebisho, sasa nyuzi joto za kisiasa zimeanza kupanda. Viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa PLP Martha Karua wamekashifu vikali kauli ya Mudavadi na kutaja kuwa ina njama fiche. The call for the referendum is a distraction, especially by a rogue regime that disobeys the constitution daily. Mudavadi, who is calling for the referendum on behalf of his master, Dr. William Ruto, he is occupying an office that itself unconstitutional. Viongozi hao wamesema kuwa pendekezo la Mudavadi la kubuni wadhifa wa waziri mkuu na afisi ya kiongozi wa upinzani kama ilivyo kwenye ripoti ya NADCO haitatatua shida za Kenya ila kuwapa viongozi afisi za kisiasa pekee. Is it really our top national priority, the constitutional amendments that we want to talk about, when half of Kenya is going hungry? 55% of this country do not celebrate Christmas. Families cannot put food on the table. Mwenyekiti wa kamati ya utekelezaji katiba bungeni Karoli Omondi amesema njama ya kuanzisha mchakato wa kufanyia katiba marekebisho wakati wa uchaguzi ni njama ya kuongeza muhula wa rais. If you don't hold elections, what happens? Who are elected? The president remains in office, MPs remain in office, governors remain in office, senators remain in office, MCAs remain in office, women reps remain in office. That is the consequence of not conducting elections on time. Wakili Paul Muite kwa upande wake amesema kuwa kura ya maoni inayohitajika nchini ni ya kipengee cha kwanza cha katiba cha kuvunja bunge kwa kushindwa majukumu yake. Aliyekuwa waziri Moses Kuria kwa upande wake ameunga mkono Musalia Mudavadi akisema kuwa katiba ya sasa inahitaji sura mpya. Aliyekuwa gavana wa Makueni Kivutha Kibwana anasema kuwa wasomi wa kisiasa bado wanasubiri wadhifa wa waziri mkuu. Katika ripoti ya NADCO, manaibu wawili na manaibu wa mawaziri, mchakato huu ni kusaidia kuimarisha siasa za kikabila na kimaeneo. Stephen Leto, runinga ya Citizen.